Hujambo na karibu mtazamaji wa Mass Media, usiache kusubscribe, kulike na kukomenti. Magazetini siku ya leo tarehe 24 mwezi wa 7 2026, nikikuletea vichwa vya habari ambavyo vimeweza kugonga katika magazeti ya lugha ya Kiswahili. Ninalo gazeti la Uhuru, nina gazeti la Habari Leo, nina gazeti la Jamvi la Habari, lakini pia nina gazeti la Mwananchi Tanzania, nina gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, lakini pia nina gazeti la Wamachinga, nina gazeti la kimichezo Mwana Sporti, na ninamaliza na gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele na ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Nipashe. Nikianza na ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe, habari kubwa imeandika mhadhiri UDOM ashtakiwa ugaidi, huku ukurasa wa mbele ikionyesha picha ya mwalimu huyo. Hii siku mbili baada ya mahakama kuu kuamuru aachiwe kwa dhamana. Ukurasa wa mbele gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele inaeleza vigogo wa polisi walivyonyukana kotini kununua nyumba ya serikali. Ukurasa wa mbele gazeti hili la Nipashe utaweza kujua kwa undani zaidi. Lakini pia mabasi ya umeme kuleta maisha mapya Zanzibar, ukurasa wa mbele ukionyesha picha ya Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi. Ukurasa wa mbele imeandika mkuu wa gereza la Ukonga hakuna wakili aliyezuiliwa kumwona Tundu Lissu. Ukurasa huu wa Nipashe, ukurasa wa mbele kabisa. Lakini pia imeandika wananchi wapinga upanuzi wa uzalishaji kiwanda cha chokaa. Ukurasa wa mbele gazeti hili la Nipashe. Na nikikamata gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, ukurasa wa mbele imeandika waziri wa fedha anadi fursa uwekezaji Uingereza. Lakini pia habari picha ikimwonyesha Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, huku ikiwa imeandika maswali mazito ya tawala kesi ya Lissu. Shahidi wa mkuu wa gereza Ukonga ahojiwa kwa kina, akili hafahamu baadhi ya masuala ya TLC. Ukurasa wa pili gazeti hili la Wamachinga imeandika waliosimamishwa Chadema waendelea kupinga kwa msajili. Lakini pia ukurasa wa juu gazeti hili la Wamachinga ukurasa wa pili imeandika Zanzibar yazindua mabasi ya umeme. Ukurasa wa pili imeandika waziri Sangu hamasisha wajasiriamali kujisajili. Na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ukurasa wa mbele kabisa habari kuu imeandika fukuto la tone tone lazidi kuikalia kooni Chadema, viongozi wengine waibukia kwa msajili, wataka kamati kuu kuchunguza tuhuma zinazotolewa dhidi ya mshukiwa. Habari picha ikimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, huku habari ikisema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na Rais wa Jamhuri ya Ghana John Dramani Mahama jana Ikulu nchi hiyo jijini Accra, Ghana. Lakini pia ukurasa huu habari nyingine imeandika elimu tahadhari ya Ebola yafika wananchi Kasulu. Lakini pia Mwinyi azindua mradi wa mabasi umeme, tume ya madini yajipanga kuongeza ushirika. Ukurasa wa tatu gazeti hili la Majira. Tanzania kushiriki maonyesho ya jua kali, ukurasa wa tatu. Lakini pia Ukraine yashambulia magara ya Urusi, ukurasa wa 19 gazeti hili la Majira. Waziri wa fedha anadi fursa za uwekezaji Uingereza, ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira. Na kamata gazeti la Mwananchi, habari kubwa ikiandika Mkapa alipoongoza taifa bila pressure.
Hiyo ni sehemu ya kumbukizi ya miaka 6 baada ya kifo chake. Akumbukwa na uthubutu, mageuzi ya uchumi, uwajibikaji, ukurasa wa 18 na 19 gazeti hili la Mwananchi. Kesi ya vigogo wa polisi ilivyoisha, ukurasa wa pili gazeti hili la Mwananchi litakupa kwa undani zaidi. Hofu faragha ya mawakili mahabusu ya tikisa, ukurasa wa 3 gazeti hili la Mwananchi. Lakini pia mhadhiri chuo kikuu Dodoma ashtakiwa kwa ugaidi, ukurasa wa 4 gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Jamvi la Habari ukurasa wa mbele limeandika Mwinyi azindua mabasi ya umeme, ameitaka ZSSF kuharakisha ujenzi wa vituo vya kisasa vya mabasi ili wananchi waweze kunufaika kikamilifu na huduma hiyo, ukurasa wa 4 gazeti hili la Jamvi la Habari. Kambi ya matibabu Arusha yafikia wagonjwa zaidi ya 24,871. Hii inapatikana katika gazeti hili la Habari Leo. Nikikamata gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wa mbele imeandika maridhiano ya Watanzania, vyama vya siasa vyapinga kutegemea wasuluhishi wa nje, kuiomba serikali iondoe zuio la mikutano ya kisiasa. Ukurasa wa 3 gazeti hili la Habari Leo imeandika BOT yataja mikakati kulinda uchumi. Ukurasa wa pili imeandika Dr. Mwinyi ataka kasi mradi wa mabasi ya umeme. Lakini pia ukurasa wa 3 hivyo hivyo imeandika TRA kuhitimisha wazo bunifu Julai 31, 120 kuzawadiwa. Lakini pia watoto njiti 50 wafariki Manyara kila mwezi, ukurasa wa 3 gazeti hili la Habari Leo. Gazeti la Uhuru imeandika mabasi ya umeme rekodi Zanzibar. Lakini pia imeandika Mchengerwa hashukia vikali wanaohatarisha usalama wa nchi, ukurasa wa 4 gazeti hili la Uhuru. Mkuu wa gereza Ukonga afafanua hadhi ya mfungwa mahabusu, ukurasa wa 3 gazeti hili la Uhuru. Na ukurasa wa 3 imeandika pia wanaume 3 wafariki kwa kujinyonga, afya ya akili yatajwa, ukurasa wa 4 gazeti hili la Uhuru. Na nikitamatisha na habari za kimichezo, gazeti hili la Mwanaspoti imeandika tuwaombee, huku habari picha zikiwaonyesha wachezaji wa Simba na Yanga wale wageni waliosajiliwa katika msimu huu wa 2026-27. Kiungo aishika pabaya Simba. Gazeti hili la Mwanaspoti utaweza kujua kwa undani zaidi. Lakini pia Choki Toni vitani leo, ukurasa wa 3 gazeti hili la Mwanaspoti. Yanga yafuata winga Komoro, Mangoba achiwa msala. Lakini pia IFFHS yamfuta machozi Messi, ukurasa wa 9 gazeti hili la Mwanaspoti, ukurasa wa kimichezo. Na mimi nakuwa natamatisha katika kurasa za magazeti siku ya leo tarehe 24 mwezi huu wa 7 2026. Usiache tu kusubscribe, lakini pia usiache kututembelea katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube na TikTok. Tunafahamika kama Mass Media. Mimi ni Mjomba.